Nashukuru walimu walezi wa klabu za wapinga rushwa ambao ndio washiriki wa mafunzo haya kwa kuitikia wito, lakini na ushirikiano mkubwa ambao mnaipatia ofisi yetu. Klabu ni mali ya shule, ni mali ya wanachama waliopo katika shule husika na sio mali ya TAKUKURU. Kazi ya TAKUKURU ni kuwaongoza wanafunzi waanzishe klabu na kuratibu tu, lakini pamoja na kuwawezesha walezi ili waweze kupata elimu itakaosaidia kuzielimisha hizo klabu pale shuleni. Mnapowalea wale watoto, basi mnatakiwa kuwa na mwongozo, lakini na nyie muwe na elimu ya kutosha kuhusiana na masuala ya rushwa. Kwa sasa, ndugu washiriki wa mafunzo, kumekuwepo na wimbi kubwa sana la matumizi ya madawa ya kulevya, ambayo tunaona watoto wale wadogo huko shuleni, wengine wanaenda huko pembeni wanavuta mirungi, wanavuta bangi. Yani saizi kuna madawa ya kulevya aina nyingi. Kwa kuliona hilo na kwa kuwa tayari TAKUKURU na klabu za wapinga rushwa katika shule za msingi na sekondari mpaka vyuo, kwa tukafanya makubaliano ili kurahisisha. Kwa hiyo tunashirikiana na wale watu wa madawa ya kulevya wa mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya ili elimu iwafikie pia watoto kuanzia kule shuleni, waepukane na vitendo vya kuvuta madawa ya kulevya au biashara, maana wengine watoto wadogo ndio wanaotumika kwenda kusambaza yale madawa. Kwa hata hao nafikiri sasa tumeshafanya hii programu ya kufundisha mengine, na sehemu ya mafundisho watagusia kidogo hilo swala la madawa za kulevya. Ni namna gani walimu walezi waweze pia kuweza kushiriki katika kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya. Lengo la mafunzo haya ni kujengeana uwezo kuhusu namna ya kuwalea na kuimarisha maadili ya wanachama wa klabu za wapinga rushwa kwa kuwa shule za msingi na sekondari, na kuweka mikakati ya pamoja kuzifanya klabu hizo kuwa imara muda wote. Lakini pia sio lengo moja tu hilo, kuwahamasisha walimu walezi kushiriki kikamilifu katika kuzuia vitendo vya rushwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika maeneo yenu, kwa kutoa taarifa TAKUKURU za vitendo vya rushwa vinavyojitokeza, hasa pale mnapoona malipo kwa wazabuni yanafanyika kabla wazabuni kupeleka vifaa vinapokelewa bila kukaguliwa, na baadhi ya vifaa vinahamishwa na mafundi au vinaibwa na baadhi ya watumishi wasio waadilifu. TAKUKURU inaamini kuwa kundi la vijana likielimishwa kikamilifu kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa, ni dhahiri watasaidia jamii kubadilisha mtazamo wa kuwa rushwa inalipa, bali watakuwa mstari wa mbele kutokomeza tatizo la rushwa nchini. Baada ya kusema maneno haya, natamka kwamba mafunzo ya walimu walezi wa klabu za wapinga rushwa shule za msingi na sekondari kutoka manispaa ya Mpanda yamefunguliwa rasmi. Asanteni kunisikiliza. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Asanteni sana. Kikubwa tu ndugu zangu mliopo hapa, tutambue kwamba kikao hiki ni muhimu na kwamba kinaenda kuleta mabadiliko chanya kwa watoto wetu wa kike na wa kiume, bila kusahau kwa vile mwalimu ni mtambuka, sio tu shuleni, hata mtaani. Elimu tunayopata hapa basi tunaenda kuifanyia kazi vizuri tukatekeleze, lakini tusisahau pamoja na wale waliopo shuleni, basi na wale waliopo mitaani, watoto wa majirani zetu, watoto wa rafiki zetu, watoto wa jamii ambao wapo pia wanahitaji kile ambacho watajifunza hapa ili kiwe katika utekelezaji mzuri. Naitwa Mwalimu Selina Aaron Dedekanya, mwalimu wa shule ya msingi Katavi. Mimi ndiye mwalimu mlezi wa klabu ya kuzuia na kupambana rushwa katika shule yetu ya msingi Katavi. Mimi nikiwa kama mlezi wa klabu hii, nitakwenda sasa kuongeza juhudi katika kuwaelimisha wanafunzi juu ya elimu hii inayohusiana na masuala ya rushwa, vile vile elimu inayohusiana na madawa ya kulevya, ili wanafunzi wajue sasa kwamba madhara ni makubwa endapo watajihusisha katika masuala ya rushwa na vile vile watakapojihusisha na madawa ya kulevya. Naitwa Mwalimu Haruna Yusufu Ngoloke, shule ya msingi Kashatu, manispaa Mpanda. Lakini pia mimi ni mwalimu mlezi wa klabu ya TAKUKURU shule ya msingi Kashatu. Mimi kwa wanafunzi raia yangu, wanafunzi wangu na shule zingine,
ni kuendelea kupambana, lakini pia kuelewa kwanza na kupambana na swala la rushwa na madawa ya kulevya, ili mwisho wa siku jamii iwe katika hali ya usalama.